بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea katika darasa yetu leo, ikiwa ni mwezi pili katika mwezi wa mfungo 4 al-Muharram mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 26 mwezi wa 6 2025 miladia. Risala ambayo iko mbele yetu ni risala ambayo ni wadhifatul muslim fi shahri llahi al-muharram, imeandikwa na Sheikh Yusuf ibn Hassan al-Hamidi hafidhahu Allah ta'ala. Anasema katika karatasi nambari 5, wa mimma yustafadu min hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim wa baqiyati al-ahadith as-sabiqah, wa mimma yustafadu, na miongoni mwa vitu ambavyo vinapatikaniwa faida min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika hadithi ya Abi Hurairah Allah miradhi almutaqaddim, hadithi ambayo imetangulia hapo mwanzo, wa baqiyati alahadithi as-sabiqa, na baki ya hadithi nyingine zilizotangulia. Faida zinazopatikana katika hadithi hizo, anna afdala shahr, kwa hakika bora ya mwezi, hakika ya mwezi bora zaidi, yutatawwi'u bihi, ambayo mwezi huo mtu anaweza kujitolea kwa mwezi huo kufunga saumu ya sunna baada al-faridha, baada ya kushafunga saumu ya faradhi ambao ni mwezi wa Ramadhani. Huwa shahrullahi al-muharram, ni mwezi wa Allah ambao ni mtukufu al-Muharram. Huu ndio mwezi mbora baada ya mwezi ya saumu ya faradhi. Kwa nini? Li dhahiri al-hadith, kwa ajili ya dhahiri al-hadith, hadithi yani udhahiri wa ile hadithi ilivyokuja. Qala al-Hafidh ibn Rajab, amesema al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Allah amrehemu, wa hadha al-hadith sarihun, na hadithi hii iko wazi, fi anna afdala, kwa hakika ile lilokuwa bora zaidi katika funga, ma tutawwi'u bihi, ambalo mtu anajitolea kwa kufunga saumu ya sunna min as-siyam, katika funga baada Ramadhan, baada ya kushafunga mwezi wa Ramadhani. Iliyo bora zaidi saumu ni saumu shahri llahi al-muharram, ni funga ambao ataifunga katika mwezi wa Allah ambao al-Muharram, mfungo 4. Hii ndio saumu bora zaidi baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Saumu bora zaidi ni saumu hii ambao ataifunga Muislamu katika mwezi mtukufu huu wa al-Muharram, mfungo 4. Jambo la pili, jambo la pili, an-nadbu ila siyami ghalib shahri Muharram. Ndani ya hadithi hizo ambazo tumezisoma kuna an-nadbu, kuna sunna, kuna kupendekezwa ila siyami ghalib shahri Muharram, kuna kupendekezwa kufunga mwezi wa mfungo 4, mwezi yani mwezi zaidi, sehemu kubwa zaidi ndio ghalib shahr, yani sehemu kubwa ya mwezi wa mfungo 4 inapendekezwa atakiwa ufunge sehemu kubwa zaidi. Anasema Sheikh, wa qayyadtu dhalika, na mimi ninasema maneno hayo kuwa inapendekezwa kufunga sehemu kubwa zaidi ya mfungo 4 kwa sababu wa qayyadtu dhalika, qayyad ni kufunga, ni qayyadtu, nimefunga, nimesoma masail kisha nimeyafunga dhalika, jambo hilo bil aghlabiyya, kwa aghlabiyya, kwa wingi, au al-akthariyya, maana moja, yani kwa wingi zaidi. Ma anna dhahir al-hadith, pamoja na kuwa dhahiri ya hadithi
siyamuhu, kufunga kwake mwezi huu kullu, inaonesha ile hadithi mtu atakiwa afunge mwezi wote. Lakini mimi anasema shekhi, naonelea kuwa huu mwezi iliyo bora zaidi ni sunna kufunga sehemu kubwa ya mwezi wa nini, mfungoni, wala sio mwezi wote. Kwa sababu gani? Asema liadami urudi sunna, kwa kukosekana kupatikana hadithi bidhalika, kuhusiana na jambo hilo lenye kufahamisha jambo hilo. Taqulu Aisha, anasema mama Aisha radhiyallahu anha, Allah miradhi, ma raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sijawahipo kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam, istakmala siyama shahri, aliwahipo kukamilisha saum, kufunga mwezi mzima, mwezi wowote ule. Sijai kumuona kukamilisha kufunga saum ya mwezi mzima katika mwezi wowote. Qattu, kamwe sijawahi kumuona hivyo akifanya, illa Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha mwezi wote. Lakini ukitoa Ramadhan, sijawahi kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha mwezi wowote, kufunga mwanzo hadi mwisho ya mwezi, sijawahi kumuona. Kisha thalithan, nambari 3, kwa ni sunna nambari 2. Kwanza maelezo kwa ufupi, ni sunna kufunga mwezi wa nini, al-Muharram, sehemu kubwa ya mwezi huo, sehemu nyingi zaidi katika mwezi huo, na hasa khasatan la siyama katika siku gani, al-ashiru minhu, katika siku ile ya tarehe 10 ambayo ndio siku ya nini, Ashura. Thalithan, jambo la 3, anna al-hukma bil afdaliyya, kwa hukumu ya ubora ya huu mwezi imekuja, au ala amali min al-amal, hukumu, hakika ya hukumu ya ubora juu ya tendo katika matendo ya Uislamu mtu kuyafanya, ubora au qawli min al-aqwal, au ubora unaokuja katika mazungumzo au maneno katika maneno, au hali min al-ahwali, au hali katika hali. Ubora unakuja masdaruhu, chimbuko lake huo ubora chimbuko lake linakuwa masdaruhu, chimbuko lake na asli yake an-nassu sahih, lazima ipatikane nini, dalili sahihi katika Qur'an au sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tutasema hiki kitu ni nini, ni bora. Sijui mmenifahamu? Ili kitu tuseme ni bora, chimbuko lake ni nini? Tupate nas, dalili katika Qur'an au sunna, si mtu kujisemea tu mwenyewe kama ni bora. Haiji hivyo. Tupate an-nassu as-sahih as-sarih, dalili sahihi, tena ile kwa nini, ile kwa wazi, kwa sababu mtu mwingine inaweza ikaja dalili katika Qur'an lakini, au ikaja dalili katika sunna ikawa ni sahihi lakini haiko nini, haiko wazi, haifahamiki. Min alkitabi wa sunna, katika Qur'an na sunna. Yaqulu ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahimahullah, anasema Abu mwanachuoni Ibn Abd al-Barr al-Andalusi rahimahullah al-Maliki, mmoja katika wanachuoni wa madhhabi ya Malikia ambao walikuwa wako katika nchi ya Andalus, Spain ya leo. Anasema wal fadailu, na mambo bora, mambo matukufu, la tudraku binadhari, hayafahamikiwi. La tudrak manake hayafahamiki, hayo mambo hayajulikani, binadhari, kwa kutazama tu. Utazame tu ndio utasema hiki kitu ni bora. La, mambo hayendi hivyo. Wala madkhalu fiha liqiyasa, wala katika mambo ya fadhila, mambo ya ubora, hakuna sehemu madkhal, maingilio, fiha, katika mambo hayo, liqiyasi, kiasi, ukaanza kufanya kiasi, kwa sababu kuna kiasi sahihi ambacho kinakubalika, kuna qiyasul fasid, kiasi cha fasid ambacho hakikubaliki. Kwa huwezi kufanya kiasi tu. Fa inna Allah ta'ala, hakika ya Allah aliyakuwa ametukuka, mun'imun, yeye ndio mwenye kuneemesha, mutafaddilun, na yeye Allah ndio mwenye kufadhilisha kitu. Allah yeye ndio mwenye kufadhilisha kitu na mwenye kufadhilisha wakati, sawa, wala si mwingine. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, na Mola wako mlezi anaumba anachokitaka na anachagua anachokitaka, anafadhilisha anachokitaka.
lahu yeye Allah ndio mwenye ayatafaddala, yeye Allah ndio mwenye kufadhilisha kitu bima yasha, kwa kile anachokitaka, ala man yasha, kwa yule mwenye kumtaka, fima yasha, katika kile ambacho anachokitaka, min al-a'mali, katika matendo. Yeye Allah ndio anafanya nini? Ndio mwenye kufadhilisha. Allah yeye ndio mwenye kufadhilisha. Wala mu'aqqibu li hukmihi, wala Allah wala mu'aqqiba li hukmihi, wala Allah yeye si mwenye, hakuna yoyote ambaye atapinga hukumu yake. Ndio maana yake hapana wa kupinga hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, hiyo ndio sahihi. Wala mu'aqqiba li hukmi, wala hakuna yoyote ambaye atapinga hukumu ya Allah. Wala radda li fadlihi, wala hakuna yoyote ambaye anayeweza kurejesha fadhila ya Allah. Allah ameshachagua jambo, hakuna yoyote ambaye aweza kuliondosha jambo hilo fadhila yake, na hali ya kuwa Allah tayari ameshachagua fadhila ya jambo hilo. Wa bayanu dhalik, na ubainifu wa jambo hilo huna hapa, annahu, ni kuwa hakika ya kwamba laula urudun nasi, lau kusindipatikana an-nasi ash-shar'i, dalili ya kisheria iliyokuja katika Qur'an na Sunna kuhusiana na ubora wa mwezi wa Muharram, bi afdaliyati siyami shahri Muharram, dalili ambayo yenye kuonesha utukufu na ubora wa kufunga saumu ya Muharram, mwezi wa Muharram, wa tartibi mazidi thawabi ala siyami ba'dhi ayamihi, na mpangilio wa tartib, na ule mpangilio mazidi thawabi wa kupangiliwa katika kuzidishwa thawabu, ala siyami ba'dhi ayamihi, juu ya kufunga baadhi ya masiku yake. Ilikuwa hakuna dalili iliyokuja katika hadithi, basi ilikuwa hakuna ubora huo. Mfano ka Ashura, mfano kama siku ya Ashura imekuja dalili kuelezea jambo hilo, ndio maana sisi tunafunga. Lao ilikuwa hakuna nas sarihun ambayo iko wazi sahihi, tusindifunga. Lam yajiz lana alhukmu bi shay'in min dhalik, basi isindifaa kwetu sisi hukumu yoyote ya kitu chochote min dhalik, katika jambo hilo la kufunga. Ilikuwa hakuna dalili, tusindifaa sisi kufunga hiyo siku ya nini, ya Ashura. Nambari 4, rabi'an, annahu la yusaru, ni kuwa hakika la yusaru, jambo haliwezi kuwa ila takhsisi shahrin min ash-shuhuri, katika kuhusisha mwezi miongoni mwa miezi. Jambo hili haliwi, au yawmin min al-ayyam, au kuihusisha siku katika masiku, au lailatin min al-layali, au kuhusisha usiku katika nyisiku. Haifai jambo hili, wala haliwi kulihusisha biibadatin muayyanatin, ibada maalumu kuihusisha katika masiku yoyote. Haifai illa binassin, isipokuwa patikane nini, dalili. Huwezi kufanya ibada katika siku yoyote katika masiku isipokuwa pate nini, dalili. Katika nini? Imma katika Qur'an au katika nini, sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Usijifanyie tu ibada, kwa sababu al-ibada tawqifiyatun, ibada ni zenye kusingwa, ni zenye kusimama, ni tawqif. Usiabudu mpaka ifanye nini, upate dalili. Tofauti na vitu, al-asl fi al-ashya'i halal, asli katika vitu ni halali mpaka ije dalili kwa kuharamisha kile kitu, ndio hutokula wewe au hutokifanya. Lakini katika ibada, al-asl fi al-ibada nini, al-hadhar, ni haramu, ni mana', kuna kuzuia usifanye ibada mpaka ufanye nini, upate dalili. Ndio maana maneno haya. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bayni al-layali, musukhusishe, la takhtassu, musikhusishe laylatal jum'ati, usiku wa Ijumaa, musikhusishe kama usiku ambao tuko nao leo, musikhusishe usiku wa Ijumaa biqiyamin. Kwa nini? Kwa kisimamo cha kusimama usiku. Usihusishe min baini layali, katika miongoni mwa baina ya masiku mengine. Ikawa wewe ni siku nyingine husimami, isipokuwa Ijumaa peke yake ndio wasimama usiku, haifai. Kama unasimama usimame nini,
ni siku zote, usiku wote usimame, isipokuwa baadhi ya siku umepitikiwa kwa ubinadamu sawa, lakini wewe husimami usiku wote isipokuwa Ijumaa, haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza, kisha akasema wala takhussu yawm al-jum'ati, wala musihusishe siku ya Ijumaa bisiyamin, kwa kufunga min baini al-ayami, baina nini, ya masiku mengine, michana mingine. Ikawa wewe hufungi isipokuwa siku ya Ijumaa, haifai. Kuifunga siku ya Ijumaa peke yake haifai, isipokuwa uwe pengine kuna na ibada ambayo ibada muhimu sana, mfano vile Ashura itafaa, vile Arafa itafaa, lakini sunna nyingine yoyote mutlaqa ya kuachia moja kwa moja ambayo sio sunna muqayyad au sunna yenye afdalia ubora haitofaa, illa isipokuwa an yakuna fi sawmin, isipokuwa kwa yule mtu ambaye atakayekuwa katika funga ambayo yasumuhu ahadukum, anaifunga mmoja wenu, ikawa yeye anafunga kila siku, yeye mathalan anafunga Alhamis na Ijumaa, sawa, au afunga siku moja hafungi, huyu ataruhusiwa. Ndio maana maneno haya, sawa, lakini yeye hafungi isipokuwa Ijumaa peke yake, haram, haifai kuhusisha siku ya Ijumaa peke yake baina ya michana mingine, ni kinyume sana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tawdihi hadha, na katika kuliweka wazi jambo hili, yuqalu, panasemwa inna yawma al-jum'ati, kwa hakika siku ya Ijumaa, lamma kana dhahiru al-fadl, wakati ilipokuwa dhahiri ya ubora hiyo Ijumaa, ala sairi ayami al-usbu', yani ala sairi ayami al-usbu', ukiachia masiku mengine katika wiki ndo al-usbu', kana ad-da'i, ikawa kile chenye kuita, qawiyan, kile chenye kuita ikawa ni chenye nguvu, kuita katika nini, ila takhsisihi bisiyam, ikawa kile chenye kuita na kulingania, kikawa kile kilinganio ni chenye nguvu katika kuhusisha kwake hiyo Ijumaa bisiyami au alqiyam, kwa kufunga au kusimama usiku, kwa sababu Ijumaa asli ni siku tukufu, ndio siku bora katika wiki. Kwa hiyo ina maana kuna kitu chafanya nini, chaita, bwana Ijumaa ni siku bora, sio kuitabidi mfunge, Ijumaa siku bora, itabidi nisimame usiku. Hicho ndio kiitishio ambacho kinaita na kulingania, tena chenye nguvu, kwa sababu ni siku tukufu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza. Anaelezea Sheikh, wa hadhihi ibadatun, na hizi ibada, naha ash-shar'u, sheria imekataza, an takhsisi yawm al-jum'ati biha, katika kuhusisha siku ya Ijumaa kuhusiana na kufanya ibada. Ibada ziko ndio, lakini usihusishe siku ya Ijumaa. Nasu imekuja dalili ya hivyo, ndio maana tutarejea kule usifanye chochote isipokuwa upate nini, upate dalili. Ndio maana watu wengi wamefeli. Mtu kwanza afanya jambo kisha atafuta dalili katika madro, na sio msingi wa ahli sunna. Ahli sunna wanasema hivi, istadil, tafuta dalili kwanza, thumma i'taqid, kisha fanya nini, kisha itakidi, kuwa na msimamo katika jambo hilo. Lakini una nini kwanza? Una dalili. Usiitakidi kabla dalili, la ta'taqid, usiitakidi kabla dalili. Lakini watu wa bid'a wao wanafanya kinyume. I'taqid, kwanza itakidi, thumma istadil, kisha tafuta dalili katika madro ya nini, ya meza. Dalili yangu iko wapi? Dalili yangu, na kutafuta kwenye manini, magodoro, dalili iko wapi? Kumbe huna dalili wewe. Siku zote ufanye ibada huna dalili. Ajib, wallah, ajabu hii. Sasa ndio Sheikh akasema hivi, tunaendelea, li anna madhinnata tatabu'i an-nas 'alayha kabiran, anasema kwa sababu madhinna, yani ile dhana, tatabu'i an-nas 'alayha, dhana ya kufuatilizia, ndio tatabu, ile kufuatilizia watu katika hiyo siku ya Ijumaa, dhana yake ni kubwa zaidi kufuatilia ibada, kwa sababu ni siku tukufu, sio? Kwa ina maana dhana iko kubwa sana, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiwahi kuwa nini, kuwazuia. Wa fi hadha, na katika hili kuna idkhalun fi shar'i, kuingiza katika sheria ma laysa fihi, ambao hayamo. Ukianza kufanya ibada katika siku ya Ijumaa tayari utakuwa umeshaingiza mambo ambayo hayako katika dini. Wa takhsisin li hadha al-yawm, na kuihusisha siku hii ya Ijumaa peke yake, biibadatin, kwa ibada, lam yarde biha an-nassu, haijaja katika hilo jambo la kufanya ibada siku ya Ijumaa dalili yoyote. Imeleka falidhalik, na kwa ajili hiyo jaa an-nahyu
limekuja katazo an takhsisi yawmiha bisiyamin, katika kuhusisha siku yake Ijumaa kwa kufunga, au lailatiha, au siku yake bilqiyam, kwa kusimama, kwa kufanya ibada usiku wake. Imekuja dalili kama tulisoma. Kwa sababu gani? Saddan lidhari'a, kwa ajili ya kuzuia. Ndo saddan maana yake ni kuzuia, kwa ajili ya kuweka ukuta, kuzuia. Lidhari'a, dharia kuzuia uchochoro na njia ya kupotea. Bwana, njia hii usipite. Kwa nini nisipite? Unajua ukipita huko utakuwa chungulia wanawake. Sasa pita huko. Ndio maana yake sadda dharia, ni kuzuia uchochoro wa kutopita sehemu ukaja ukafanya nini, ukaingia katika haram. Ndio maana yake ukaingia katika haram. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuia. Wa himayatan lilmillatin, na kwa ajili hiyo kuzuia. Wa himayatan, kuzuia. Himaya maana yake alwiqaya, kuzuia. Lilmillati, mila Uislamu, kuzuia Uislamu usiingie yale ambayo hayako. Wa man'an lilbid'ati, na kuzuia bid'a kuingia katika Uislamu. Wa iktifaan, kadhalika na kutosheka. Bima thabatat bihi sunnatu, katika yale ambayo yamethibiti kwayo katika sunna. Watakiwa wewe Muislamu tosheka. Iktifaan maana yake kutosheka katika yale ambayo yamethibiti sunna. Walidhan, na kwa ajili hiyo, fa innahu hakika la yushra'u fi yawmi ashura, hayekewi sheria katika siku ya Ashura, illa as-sawm faqat, isipokuwa nini? Funga peke yake. Funga peke yake ndio ambayo inawekewa sheria ufanye. Katika siku ya Ashura hutakiwi ufanye nyingine chochote katika masuala ya takhsis ibada, lakini unatakiwa ufunge peke yake, ndio kuja katika dalili. Na hii haina maana hata ufunge usifanye ibada nyingine. Fanya, lakini usihusishe mimi nafanya ibada hizi kwa sababu ni Ashura. La, haijaja. Kinyume na Arafa. Arafa ndani yake tumeambiwa tufunge. Arafa ndani yake tumeambiwa fanya nini? Tukithirishe dua. Arafa kadhalika tukithirishe sadaqa na mambo mengine ya khair. Lakini Ashura ni saumu peke yake. Amma ma warada fi dhalik, ama yale yalokuja katika hilo, min targhibi fi sadaqati, katika kupendezesha kutoa sadaka, au salati tatawwu'in, au salatin tatawwu'in, au sala ya sunna, au al-ikhtisali, au kuoga, au idhhari zinati, au kudhihirisha mapambo, ukavaa mapambo kama unafanya Mashia siku hii ya Ashura wanavaa mapambo. Hasa wanavaa makazu meusi. Sawa, na malemba meusi na majoho meusi. Na wanajipamba siku hii. Wanahwiha, na mambo kama hayo. Fi hadha al-yawm, katika siku hii, fala yathbutu shay'un, hakuja thibiti chochote min dhalik katika hilo. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah mrehemu, hadha, jambo hili, ma anna Ashura, pamoja na kuwa Ashura lam yushra' fihi, hakuja ikiwa sheria ndani yake, ghairu sawm, isipokuwa sawm peke yake bas, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote. Maana yake wanakusudia Waislamu hapa nani? Maana yake ulama, biittifaqi alulama, kwa makubaliano wanachuoni. Kwa hili jambo ni mujma'un alayhi, wamekubaliana juu yake wanachuoni kuwa hakuna isipokuwa funga peke yake. Kwa nini? Kwa sababu Mashia wamezusha mambo mingi, wajipiga, wanalia, wanadai kwa Hussein aliuawa siku hii. Sawa? Na akazikwa Karbala. Uongo, si kweli, hajazikwa Karbala. Imeeleka na mambo mengineyo katika bid'a wanaofanya. Waqala aidan, na akasema tena vile vile katika sehemu nyingine Sheikh al-Islam akasema, wa kullu ma yurwa, na kila ambalo lenye kupokelewa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi yaumi Ashura, kuhusiana na mambo ambayo yanazungumzia siku ya Ashura, ghairu sawmihi, ukiachia funga yake. Jambo lolote ambalo linakuja kuelezea utukufu wa Ashura, ukitoa funga, fahuwa kadhibun, jambo hilo ni la uongo au ni urongo, sio kweli. Ashura ni funga peke yake, wala hakuna mambo mengine.
waqala, na akasema sehemu nyingine, walaysa fi ashura, wala hakuna katika ashura mwezi 10 au tarehe 10 ya mfungo 4 hadithun sahihun, hakuna hadithi yoyote sahihi ghaira as-sawmi, isipokuwa funga peke yake. Bas funga tu, hakuna mambo mengine katika mambo mengine ya uzushi. Ndio maana baada ya risala hii kuna risala nyingine tumeiweka hapo, shahrullahi al-muharram baina as-sunna wal bid'ah, atakuelezea Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala. Nambari 5 khamisa